Haya, mtaingiaje kwenye uchaguzi? Hata chama chenyewe iko chama tawala. Uteuzi wao wa kiongozi wao hauna uhalali. Watu wamelalamika, wameenda mpaka mahakamani. Wengine mpaka leo wanalalamika kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii kwamba kiongozi wao hajateuliwa kwa mujibu wa katiba yao. Tunaendaje kwenye uchaguzi kwa staili kama hiyo? Nafasi za ubunge zimekuwa za rushwa. Ndugu jamaa na marafiki ndio wanapewa hizo nafasi. Sasa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani? Wale watu waliochaguliwa na Watanzania wenyewe na wananchi waliopitishwa kwenye kura za maoni, ambao wananchi wanawaamini kwamba ni watu wazuri na watendaji kazi wazuri, mmewakata, mmeka watu wetu. Sasa nashangaa mtaenda kutengeneza serikali ya aina gani huko mnapotaka kwenda? Hii ni hatari kwa taifa na haikubaliki. Haikubaliki hata kidogo. Haikubaliki na haivumiliki. Sasa mkuu wangu Afande CDF, kwa unyenyekevu mkubwa na heshima kubwa sana ambayo naiweka kwa mkuu wangu, kwa sasa wewe ndio mtu pekee ulioshika imani kwa wananchi na upo kwenye mtego mkubwa sana. Tengeneza faraja imani kwa wananchi. Hili swala sio la Chadema, hili swala ni la taifa, umoja na mshikamano na upendo wa taifa letu. Ili tuweze kuendeleza hayo, na kushauri mkuu wangu, zuia uchaguzi. Uchaguzi hauna kibali hata kutoka kwa Mungu. Mkuu wangu Afande CDF, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa wananchi tayari unacho. Na imani wananchi watakuwa na imani wananchi wanataka, kwa hali tu inavyoonekana kwenye mitandao. Labda mitandao nao ni njia rahisi ya kuweza kupata taarifa, kupata habari. Wananchi wanaamika uchaguzi uzuiwe. Kwa Afande CDF na kushauri mkuu wangu kwa upendo kabisa na unyenyekevu wa hali ya juu sana, stay positive, zuia uchaguzi. Kibali kutoka kwa Tanzania umepata, zuia uchaguzi, wavushe hapa tulipo. Na kwa hiyo ukifanya hivyo utarudisha imani kubwa kwa wananchi na jeshi, ambao ukweli usiofichika kwamba kuna namna ambayo jeshi letu liliteteleka, kwamba kuna namna ilionekana na ilisiwa kwamba kuna namna inatumika na baadhi ya wanasiasa. Kwa hiyo ukifanya hivi utaweza kurudisha imani ya wanajeshi na wananchi kwenye jeshi lao. Kwa maana jeshi letu lipo kwa ajili ya kulinda katiba na kuwalinda wananchi, na sio kiongozi aliyekuwa madarakani. Mkuu wangu Afande CDF, nasisitiza tena, huu uchaguzi ni wa kihuni, tusikubali kabisa. Tusikubali wauni wachukue hili taifa. Na ndio maana kuna hali ya kulazimisha. Wauni hawa kuna jambo wanataka kulifanya. Tusikubali. Tukifanya hivyo hakika tutakuwa tumeligawa taifa. Na haya mambo sio ya ufisadi ambao tunayaona sasa hivi. Ufisadi, sio uwaji, yaani utaongezeka maradufu na wananchi hawatakuwa na la kuongea. Utaongezeka maradufu tukikubali uchaguzi ufanyike. Afande CDF, umeshika matumaini ya Watanzania, zuia uchaguzi. Na haya mambo, hata hii kashfa hii ya kuuliwa kwa Magufuli, Tanzania hawa ndio watumia wenyewe kwanza, ndio hawa wanatumia. Sasa just imagine kwamba wamechukua hili taifa, wamechukua. Nani atachunguza kifo cha Magufuli kama wao wenyewe ndio wanahusika? Nani atarekebisha mikataba ya bandari, mikataba mbalimbali ikiwemo mkataba wa bandari, ikiwa wao ndio wamepitisha mikataba migodi, makaa ya mawe? Nani ataifuatilia wakati wao ndio wahusika wakuu? Inatia mashaka sana. Nani atafuatilia ukiukwaji wa haki za binadamu? Nani atafuatilia ukiukwaji wa utumiaji vibaya wa ofisi za umma, ikiwemo wao ndio wanahusika, ikiwa kwamba wao ndio wanahusika? Nani atafuatilia? Mkuu wangu Afande CDF, tusipochukua hatua za kuzuia uchaguzi, basi tunaenda kupoteza hili taifa na kuwasaliti wa Tanzania. Tusipofanya hivyo, tunaenda kuwasaliti wa Tanzania. Tujiulize kwa nini wanalazimisha na kutumia nguvu kubwa katika huu uchaguzi.
Kwa nini wanalazimisha hawa watu? Kuna nini wanaficha ambacho hawataki Watanzania wakijue hapo Ikulu? Kuna nini hiki hawa watu wanaficha mpaka walazimishe? Yaani mambo yanaenda tofauti na katiba, wao wanalazimisha tu. Tofauti na sheria za uchaguzi wanalazimisha. Kuna nini? Wanatumia marushwa, wanatumia nguvu kubwa sana mpaka kuua watu. Kuna nini wanaficha? Mkuu, kila siku wananchi wanalia kwa haya yanayoendelea nchini. Wanalia sana. Huko mitandaoni ukipita unaona. Hawana tena mahali pa kukimbilia kupata msaada. Maana kama mahakama yenyewe hawana imani nayo. Na mahakama ipo upande wa tawala. Jeshi la polisi ndio kabisa lipo hivyo. Hawaliamini. Na huo ndio ukweli usofichi. Yaani hapa ni kuongea ukweli. Tukitaka kuliponya taifa letu tuongee ukweli. Hawaliamini. Na inasemekana kwamba watekaji wenyewe hao wenyewe ndio wanahusika. Hao jeshi la polisi baadhi yao wanahusika na utekaji. Bunge nalo ndio hivyo. Most of them kule ni chama tawala. Hawaliamini. Kwa sehemu pekee ambayo wananchi wanaiamini ni kwa jeshi lao la wananchi wa Tanzania. Wananchi wanalia sana mkuu. Wanaitaka jeshi lao liingilie kati, lichukue nchi, kuweka mambo sawa. Ili mambo na uchaguzi uende vizuri. Sasa kwa nini tusiwasikilize hawa wananchi wetu? Kwa nini tunawapuuza? Hili ndio jeshi lao, jeshi la wananchi ndio jeshi lao hawa wananchi. Tunataka tuwasikilize. Tusipowasikiliza hawa wataenda wapi? Hawa wananchi wataenda wapi tusipowasikiliza? Je, tunataka waingie mtaani wenyewe wakapambanie nchi yao? Kama sisi hatutaki kuwasikiliza wananchi. Na wananchi hao ndio wenye jeshi lao. Kwa tunataka maana yake ni kwamba tunawataka hao wananchi waingie mtaani wenyewe wakajikomboe, wakachukue nchi yao. Kwa tunataka hivyo. Mkuu, tusipowasaidia tutakuwa tumefanya usaliti mkubwa sana kwao. Na mimi daima, mimi Captain Tesha, nitakuwa upande wa wananchi. Hili naliongea bila kificho, bila kuogopa mtu yoyote. Nitakuwa upande wa wananchi. Watanzania tambueni, kama jeshi lisipoingilia kati, basi jueni wanajeshi wengi wapo upande wenu. Tambueni hilo. Wanajeshi wengi hawakubaliani na kinachoendelea nchini. Wapo upande wenu.